Baba yetu, Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru. Hakika Mungu unastahili sifa. Ndio maana Bwana tuko hapa. Tupo hapa kwa sababu ya upendo wako, tuko hapa kwa sababu ya neema yako. Tunakutukuza, tunakushukuru Bwana, kwa sababu hakika tuko hapa, lakini Mungu tutapokea kutoka kwako, kwamba tumekuja hapa kuleta sifa, kutangaza sifa zako, lakini tumekuja kupokea kutoka kwako. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ndio mwenye kutuhudumia katika yote. Tuko tayari kusikia maneno yako ya uzima. Roho Mtakatifu, ukanitumie sawa sawa na upendavyo, tukasikie kile ambacho umekusudia katika maisha yetu, ili tupate kukufahamu wewe zaidi, tupate kufahamu neno lako, tupate kufahamu njia zako, tupate kufahamu kile ambacho Mungu unatuwazia, na tuenende sawa sawa na kusudi lako Bwana. Tukufu na heshima Baba ninakurudishia wewe, katika jina la Yesu nimeomba. Amen. 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 Mungu azidi kuwabariki. Azidi kuwabariki sana waimbaji na wanamuziki. Imekuwa bado ni kiu yangu na nitaendelea kulizungumza hilo jambo mara kwa mara. Nitakuwa nikiendelea kulisema mpaka jambo hili litokee, kwamba ninaamini kabisa kwamba kwa waimbaji na wanamuziki ambao tunakutana hapa kwa uaminifu kabisa, kwamba kuna kusudi ambalo Mungu anataka aliachilie kupitia ninyi. Tukitazama mahali hapa ni padogo, si ndio? Mahali hapa ni padogo. Tukiangalia mahali hapa tuko wachache, lakini tunakuwa tunamsifu Mungu kana kwamba tuko watu wengi, na aliye mwaminifu kwa madogo, Mungu atamwamini kwa makubwa pia. Kwa hiyo niseme hivi kwamba tusione kwamba uchache wetu huu au space kuwa ndogo inapunguza vile vipawa vyetu, kwa sababu kuna baadhi ya watu kwamba anajifeel kwamba au anajisikia kwamba nimewahudumia watu kwa sababu ya either ya wingi au amekutana kwenye sema big stage. Lakini tunapokuwa waaminifu kwa yale ambayo Mungu anatuelekeza au maeneo ambayo Mungu anatuelekeza kuhudumia, hata kwa mtu mmoja, ukiwa mwaminifu kwa yeye, jua tu kuna mahali pia atakuamini kwa wengi zaidi, kwa sababu ndivyo ambavyo ilivyo. Tunasema tunapanda utukufu hata utukufu. Kwa hiyo ndivyo ilivyo kwamba tukiwa waaminifu kwa nafasi ambazo zinaonekana ndogo, tunasema nafasi ambazo zinaonekana ni ndogo, lakini katika ufalme wa Mungu au katika ulimwengu wa roho sio nafasi ndogo, kwamba kupata nafasi ya kulitukuza jina lake, kupata nafasi ya kulitukuza jina lake kama waamini, kama ndugu kwa pamoja. Tazama ilivyo vema na kupendeza ndugu kae pamoja kwa umoja. Kwa hiyo ninaamini kwamba nitaendelea kulizungumza neno hili sana na sana na sana mpaka nione linatokea, kwamba tunaokutana hapa kuna namna ambavyo kupitia nafasi hii pia Mungu aweze kutusogeza hatua nyingine, kwa maana ya kwamba kuwahudumia. Na kitu ambacho pia nimekuwa nikiwasitiza pia, hebu wekeni hiyo shauku ndani, kwamba tunajua Mungu ameweka vipawa ndani yenu, mvitumie katika namna ya kuwafikia wengi. Eka picha kwa ajili ya Tanzania, Afrika Mashariki, nchi zinazoendelea kuongea Kiswahili na Afrika kwa ujumla. Eka picha, eka wazo, eka hiyo kiu, eka malengo. Unajua moja ya kitu ambacho kinatufanya wakati mwingine tusifikirie sana kusoga hatua nyingine ni kwa sababu hatuoni njia. Yaani Mungu jinsi alivyo ajabu, wewe unaona alafu yeye anatengeneza njia hapa kufika. Yaani wewe ona alafu utafikaje, Mungu ndio unamwachia. Lakini ukitaka uone njia ndio uamini, unakuwa Tomaso, kwamba mpaka nione kitobo katika mikono yako ndio naweza nikapanga mipango, kwamba kama sioni njia siwezi nikafikiria hata kuwaza.
lakini nikishaona hapo kuna mpenyo hapa, najua hapa nitatobokea kule. Sasa mambo ya imani mara nyingi ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Swala la njia haikusema kwa habari ya njia, kile ambacho unakitarajia. Kwa hiyo njia unamwachia yeye, kwa sababu anasema mimi njia, kweli na uzima. Kwa hiyo ninawasihi sana na vipawa wazeni kwa habari ya Tanzania, kwa habari ya Afrika, na kwa kadiri ambavyo Roho atakuonesha, kwa sababu haya mambo ni Roho pia anakuonyesha. Basi tunakwenda kusikia somo katika siku ya leo. Somo la leo kidogo limekuwa limeni challenge hata mimi, au limenipa changamoto, kwamba kuna vitu fulani ambavyo nilikuwa navichukulia tu katika namna ya kawaida, na hata ukisoma hiki kichwa nikana kwamba tushazoea hii term. Anasema elewa maana na uwezo wa nuru inayoangaza. Elewa maana na uwezo wa nuru inayoangaza. Sasa kila mtu ukisema nuru ni kitu ambacho anakijua. Nuru taa pale, taa inatoa nuru, si ndio? Kwa hiyo nuru ni kitu ambacho tumekuwa tumekichukulia kwamba tunakielewa. Lakini kwa nini somo hili? Kwa sababu ukisoma maandiko, neno nuru limetajwa mara nyingi mno. Nuru limetajwa mara nyingi mno, na Mungu mwenyewe amejifunua kwa mfano wa nuru. Yesu mwenyewe amezungumza kwamba yeye ni nuru, lakini pia waamini wameitwa kwamba wao ni nuru ya ulimwengu. Kwa ukiangalia ili neno nuru, kama Mungu mwenyewe amefikia hatua ya kulitumia kurepresent uwezo wake, kurepresent nafasi yake, maana yake lazima kuna haja ya kulitafakari kwa kina, kwamba kwa nini nuru, kwa nini Mungu amejiposition kwa mfano wa nuru. Kwa sababu unajua wakati Yesu anafundisha katika ulimwengu huu, vitu ambavyo alikuwa anavitumia ni vile ambavyo vinaonekana hivi dhahiri, watu tunavifahamu, ili tuweze kuelewa. Kwa hiyo unapojaribu kumfikiria au kumtafakari Mungu, unajaribu pia kufikiria na ule mfano ambao ameutoa, kwa sababu hawezi kusema, hawezi kujitambulisha kama labda ni simba wa Yuda, kama simba au kama tai, alafu huyo tai au simba, hiyo character ambayo alikuwa anaizungumzia au hiyo namna alikuwa anazungumzia iwe ni uwezo mdogo. Au akisema mimi ni nuru, lazima uje kutafakari kwa nini nuru, kwa nini hajatumia kitu kingine, Kwa hiyo tunapotafakari wakati mwingine zile nafasi au uweza wa vile vitu ambavyo Mungu amejifananisha navyo, ndivyo ambavyo inatusaidia pia katika kumjua Mungu alivyo. Kwa sababu katika mifano hii halisi, unajua kuna wakati Yesu alikuwa anafundisha katika mifano hii halisi, lakini ilikuwa kana kwamba wengine pia wasielewe. Kuna wale ambao walikuwa hawajakusudiwa wasielewe. Lakini sasa hivi ambao sasa sisi tunaelewa ile mifano, lazima tuweze kuitafakari kwa kina ili tuweze kumfahamu Mungu alivyo. Kwa hiyo leo somo hili, elewa maana na uwezo wa nuru, tutakuja kuiangalia nuru kwa kina ili tujue kwa nini Mungu amejifanisha. Na katika hii nuru tutaweza kumfahamu zaidi Mungu alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaenda sasa, kitu ambacho tunatakiwa tukielewe kwamba katika maandiko, nimesema katika maandiko nilikuwa najaribu kutafuta ili neno nuru limetumika mara ngapi. Nimekuta limetumika kwenye mara 154. Nuru. Na nimesema kwamba Yesu mwenyewe amejiita nuru. Katika kitabu cha Yohana 12:46 anasema mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu, ili kila mtu aniaminie asikae gizani. Lakini pia waamini pia wameitwa nuru. Utakuja kuangalia maandiko mengi zaidi, lakini haya tu nimetoa mfano. Wathesalonike wa kwanza 5:5 anasema kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru. Mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi si wa usiku wala wa giza. Kuna sehemu nyingine huko amesema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Alikuwa anawaambia wanafunzi wake. Sasa
Kuna andiko pia tunapenda kulitumia sana, inuka uangaze. Kwenye kitabu cha Isaya 60:1 anasema ondoka uangaze. Kuanzia mstari wa kwanza anasema ondoka uangaze. Au sema mwingine anasema inuka uangaze. Kuna hiki kitu arise shine. Simesikia hiki kitu arise shine. Tunapenda kulitumia sana. Anasema inuka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama giza litaifunika dunia na giza kuu litafunika kabila za watu. Bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Anasema na mataifa wataijia nuru yako na wafalme kuujia mwanga wa kuzuka kwako. Inuka, macho yako utazame pande zote. Wanakusanyana wanakujia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali, binti zako watabebwa nyongani. Ndipo utakapoona kutiwa nuru na moyo utatetemeka na kukunjuka. Kwa kuwa wingi wa bahari utageuza kukujia, utajiri wa mataifa utakuwasilia. Ukiangalia maneno yote haya yanayozungumzwa, utajiri kukujia na watu kukujia ni kwa sababu ya nuru. Kwa sababu ya wewe ni nuru. Sasa hii mfano huu ulitolewa au picha hii ilitolewa hata kabla ya Kristo kwenye kitabu cha Isaya, manabii. Kwa neno nuru ni kitu powerful. Ni kitu powerful. Na hata wakati Yohana wakati makuhani wanawabariki wana wa Israeli, kuna katika baraka ambayo ilielekezwa au namna ambavyo Musa aliwaelekeza makuhani, Mungu aliwaelekeza makuhani kuwabariki wana wa Israeli. Kwenye kitabu cha Hesabu 6 kuanzia mstari wa 23 kuna neno nuru hapo alilizungumza. Sema nena na Haruni, alikuwa anapewa maelekezo hayo Musa anene na Haruni. Nena na Haruni na wanae uwaambie hivi ndivyo mtakavyowabarikia wana wa Israeli. Mtawaambia Bwana akubarikie na kulinda. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Nuru. Yaani nuru limetumika sana, nuru za uso wake. Sasa hebu labda kwa kuanza tu hapa, hivi ukisikia neno nuru unapata tafsiri gani? Nuru. Yaani unajua kuna maneno mengine hatujawahi kuyatafakari kwa kina. Yaani hatujawahi kufikiria kwamba hivi ukifikiria neno nuru, wengine wanafikiria nuru ni pengine uwe tajiri, uwe na uwezo fulani mkubwa. Ndio. Tena wanaingia kusema arise shine, yani inuka uangaze. Yani ile kuangaza, kuinuka, kuangaza ni labda uwe na uwezo fulani, uwe na mali fulani au uwe mtu fulani mkuu. Yaani kuna namna fulani ambavyo hii nuru kila mmoja anaitafsiri. Akwambia bana wewe unatakiwa ushine, mambo yako yatakuwa ya shine. Kila kitu chako kinatakiwa kishine. Yaani nuru ambayo tunaizungumzia wakati mwingine tunaizungumzia katika namna ya pengine material au pengine position. Lakini nuru ni kitu gani? Sasa tuangalie sifa ya nuru, afu tutakuja kuangalia maana. Tuangalie kwanza sifa ya hili neno nuru. Cha kwanza, uwepo wa nuru mahali popote unayafanya mazingira ya angazi. Yaani uwepo wa nuru mahali popote nuru inapoangaza inayafanya pia mazingira ya angazi. Kwamba ile taa pale inapowaka inafanya pia mazingira ya reflect mwanga. Ya reflect mwanga, yani yanaakisi mwanga. Kwa hiyo mazingira yanaangaza. Kwa mfano kwa ambao tumesoma mambo ya mwezi na jua, kwamba tunapoangalia mwezi hautoi mwanga, ila mwezi unaangaza mwanga utokao katika jua. Kwa hiyo sifa ya nuru inafanya mazingira ambao mwanga ule au ile nuru inapofikia kile kitu kiangaze. Kwa hiyo nuru inachokifanya inavyoachilia ile nuru au nuru inapoachiliwa inafanya kufaidia mazingira yale ambayo yanazunguka. Kwamba nuru inapoangaza pale inaangaza yenyewe, lakini pia mazingira yanayozunguka ile nuru au mazingira ambapo ile nuru inapoenda kuachiliwa, yale mazingira yanang'aa, yanaonekana kwa uhalisia. Ndio sifa ya kwanza ya nuru, kwamba inaangaza. Kisoma kwenye kitabu cha Mathayo 5:14 anasema, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika au kufichika ukiwa juu ya mlima.
Asema watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawangaza wote walioko nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu iangaze mbele ya watu wote, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Umeona, watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi au kuificha. Wanaiwasha, wanaweka kwenye kiango. Kiango ni kido fulani cha miaka ya nyuma, hiyo kabla ya taa hizi, kulikuwa kuna kinara fulani wanachomeka kama mwenge. Alafu anasema inawaangaza wote waliomo. Kwa sifa nimesema sifa ya nuru inawaangaza wengine, inawafanya wengine wang'ae, au wengine waonekane. Na ukiangalia kwa namna hii nyingine, kwa namna nyepesi pia, nuru ni kwa ajili ya wengine, kwa ajili ya watu ambao wanaozunguka. Kwamba nuru iwapo mahali inawafaidia, au iko pale, maana inawafaidia wale ambao wanazunguka ile nuru. Na kingine pia, sifa ya nuru, kila nuru ina chanzo kinachosababisha kuangaza. Kwamba kuna nuru mahali, kuna nuru inaangaza. Kama uko pale uyaona ile taa, ukaona huko ndani kuna nuru, manake lazima kutakuwa kuna chanzo cha hiyo nuru. Hata kama hujaona ni ile taa pale, lazima kuna chanzo. Kwa hiyo kila nuru ina chanzo kinachosababisha kuangaza. Sasa iko chanzo pia, nacho iko chanzo cha nuru. Kuna namna ambavyo iko chanzo cha nuru, kuna namna ambavyo kuna mchakato mule ndani ambao unasababisha ile nuru itoke kwenye iko chanzo. Kwamba kama tunajua ile taa pale kuna umeme ndani, si ndio? Lakini pia kama ni taa hizi za kipindi kile, kulikuwa kuna mafuta, unaweka mafuta, kunakuwa na taa ile taa ukiwasha ndio ina. Kwa taa bila mafuta inakuwa nini? Inakuwa haiwezi kutoa nuru. Lakini pia taa hizi kwa kisasa, tunazungumzia kwa kisasa, bila umeme au bila kama ni betri na kadhalika, haiwezi kutoa nuru. Kwa hiyo ile kwamba ina chanzo, kile chanzo pia lazima kiwe na kuna namna kiweze ile taa iweze kuwaka. Na katika hili nataka nitoe mfano katika kitabu cha Mathayo 25 kuanzia mstari wa kwanza. Kuna wale wanawali 10 ambao walikuwa wametoa taa zao. 5 walikuwa wamebeba taa, lakini taa zao zilikuwa hazina mafuta ya kutosha, kwa maana walikuwa hawana akiba. Na 5 wengine walikuwa wana taa ambazo zenye mafuta na akiba. Sasa anasema ndipo ufalme wa Mungu utakaofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao. Anasema wakaenda kumlaki bwana harusi. 5 walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Mbona hapa 5 wameitwa wapumbavu na 5 wenye busara? Anasema wale waliokuwa wapumbavu walitoa taa zao wasitoe mafuta pamoja nao. Wana taa lakini wasitoe mafuta pamoja nao. Anasema bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Una taa hauna mafuta, alafu huyo ana taa na mafuta. Anasema hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala. Usiku wa manane pakawa na kelele. Bwana harusi akawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni muende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta kidogo, maana taa zetu zinazimika. Umeona kwamba hao wana taa lakini hawana mafuta. Maana yake ni kwamba nuru hawezi kupata ile nuru. Kwa hiyo ni namna ya mfano kwamba kuna kitu kinachoitwa mafuta kinasababisha taa zetu ziwake, alafu zitoe nuru. Kwa hiyo tunapoona nuru kuna mchakato pia. Kuna chanzo ambacho ni taa. Lakini hiyo taa inawaka kwa nini? Kwa sababu ndani kuna mafuta. Tunaona nuru hapa, kuna taa ile pale, lakini kuna umeme. Kwa hiyo kinachosababisha taa iwake ni kuna combination, kuna umeme kwanza, alafu kuna taa yenyewe, alafu ndio inaangaza. Kwa hiyo ile kwamba umeona nuru, kuna mchakato nyuma yake. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo. Na kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza 2:27 anasema nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu. Anasema wala hamna haja ya mtu kuwafundisha, lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote,
hapa Yohana wa kwanza amesema kumbe nanyi mafuta yale mlioyapata yanakaa ndani yenu. Kuna mfano hapa umezungumzwa taa zenye mafuta. Alafu hapa anakuja anasema yale naye mafuta mlioyapata yanakaa ndani yenu. Sema wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Kwa kumbe kuna mafuta tutakuja kuona, nataka ni breakdown taratibu, tutakuja kucombine kila kitu ambacho nataka nikizungumzia hapa. Na kwenye kitabu cha Kutoka 27:20 tunaona wakati wamejenga hekalu, lile hekalu Mungu amewapa maelekezo ya kujenga hema ile ya kukutania. Kuna maelekezo ya mafuta ambayo walipewa wayalete. Anasema nawe waamuru wana wa Israeli wakuletee mafuta ya zeituni safi ya kupondwa kwa ajili ya nuru. Anasema ili kufanya ile taa kuwaka daima. Maana ndani ya hekalu kulikuwa kuna taa ambayo ile taa ilikuwa inatakiwa iwake daima. Kwa hiyo ilikuwa inategemea mafuta ya zeituni. Bona. Kwa hiyo ile taa ilikuwa ikiisha kidogo inawekwa mafuta, hivyo ni mchakato. Sasa mafuta ni nini? Tunaposema mafuta ni nini? Mafuta ni sasa na wasiwasi nikija nikisema maana yake hapa tutakuja nataka tujie kuona maana sasa ya nuru, afu tutakuja kuona mafuta ni kitu gani. Lakini pia kitu kingine cha tatu ambacho sifa ya nuru, nuru tunapozungumza nuru, giza haiwezi kukaa karibu na nuru. Na nuru imenyoka. Nuru ufichua yaliyofichika gizani. Ndio sifa ya nuru. Kwamba kukiwa kuna nuru, giza haliwezi kukaa karibu yake. Haiwezi kulikaribia nuru. Kwa hiyo ile kwamba sisi ni nuru au ile kwamba sisi tuko nuruni, maana yake ni kwamba issue ya malalamiko ya giza haitakiwi ionekane kabisa katika maisha yetu. Kwamba sisi ni wanuruni, sisi ni nuru, alafu tunalalamika pengine wakati mwingine mambo ya giza, pengine unajua nguvu za giza, yani mimi hapa napitia nguvu za giza zinanifanya hivi, yani hapa nini nguvu za giza. Kwa hiyo tunapozungumza nuru, sifa ya nuru, giza halikai ndani yake. Yohana 1:5 anasema nayo nuru yang'aa gizani wala giza haikuliweza. Nayo nuru yang'aa gizani, giza haikuliweza. Yaani automatically kwamba ukishaitwa nuru, maana yake ni kwamba giza, swala la giza, nguvu za giza, yani hilo halipo. Nuru yang'aa gizani wala giza haikuliweza. Kwa hiyo popote penye nuru, maana yake hapana giza. Na kwenye kitabu cha Efeso 5:8 anasema kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru. Umeona? Giza na nuru ni vitu ambavyo havina shirika. Ukiona kuna giza, maana yake kwamba hapana nuru. Na ukiona pana nuru, maana yake kwamba giza limekimbia. Sio kwamba giza halikuwepo, limekimbia. Yaani ukiona pana nuru mahali, ujue giza limetoweka, limesepa, limekimbia. Kwa nini? Kwa sababu inapoinuka nuru, giza haliwezi kukaa mahali hapo. Yaani ndivyo ilivyo. Kwamba giza sio kwamba giza linatoweka. Kwa hiyo kuna namna ambapo tutakuja kuona hata sisi waamini tumefanishwa kuwa na nuru. Maana kwamba tumepewa nafasi kubwa sana. Tumepewa nafasi ambayo kuna baadhi ya vitu tukivizungumza katika vinywa vyetu inaonekana kabisa kwamba sisi hatujatambua sisi nafasi yetu. Sasa nuru ni nini basi? Nuru ni nini? Tumezungumza nuru. Nuru ni nini? Nuru ni Mungu. Nuru ni Mungu. Kwa tafsiri, nuru ni Mungu. Kama mifano hiyo ilikuwa inatolewa, nuru ni Mungu. Yohana wa kwanza 1:5 anasema na hii ndiyo habari tuliyosikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru. Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Mungu ni nuru. Yaani tunapozungumzia nuru ni Mungu mwenyewe. Mungu ni nuru. Kwa hiyo kuna namna ambavyo pengine inawezekana kuna namna tumewaza kwamba nuru yenu iangaze ni mimi. Lakini nuru yenu iangaze sio mimi, ila ni Mungu aliyeko ndani yangu. Mungu aliyeko ndani yangu ajulikane. Mataifa wakiniangalia mimi wamuone Mungu. Kwa sababu hata Yesu mwenyewe tunapomwangalia Yesu tunatakiwa tunamuona Baba. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ndio nuru.
Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo, ndivyo kanuni ambavyo zinaelekeza. Na Yesu alijifunua yeye ni nuru. Yohana 1:9 anasema kulikuwa kuna nuru halisi. Anasema amtiae nuru kila mtu. Anasema akaja katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata yeye ulimwengu haujapata kuwako. Anasema wala ulimwengu haukumtambua. Anasema alikuja wala walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Ndio waliaminio jina lake. Sisi tumeitwa watoto wa Mungu, si ndio Tumeitwa watoto wa Mungu, lakini kuna sehemu nyingine tunasema watoto wana wa nuru. Wana wa nuru. Kwa hiyo tunapozungumza nuru kuangaza, sio sisi kama sisi. Sio sisi kama sisi, kwa sababu utukufu wa mwanadamu ni upumbavu. Yaani kama ni mimi, maujanja yangu, mauwezo yangu yakiangaza, hayawezi kusababisha chochote, hayawezi kubadilisha chochote, hayawezi kuleta impact yoyote. Lakini tunapozungumza nuru ni Mungu mwenyewe. Asema Yohana 8:12, asema basi Yesu akawaambia tena akisema, mimi ni nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani, asema bali atakwenda katika nuru ya uzima. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Yesu anasema mimi ni nuru ya ulimwengu. Na Yesu ni mwana wa Mungu. Kama Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu ni Mungu. Haiwezekani Mungu awe na mwana alafu huyo mwana asiwe Mungu. Haiwezekani. Yaani haiwezekani Mungu aseme huyu ni mwanangu mpendwa wa pekee niliyependezwa naye. Maana yake ni kwamba akisema huyu ni mwanangu mpendwa wa pekee, maana yake automatically ameelezea, au kwa maana nyepesi kabisa, huyu ni Mungu. Yaani kama una wasiwasi kwamba Yesu sio Mungu, yaani Yesu ni Mungu. Kwa nini ni Mungu? Kwa sababu ni mwana wa Mungu. Kuna Baba, kuna Mwana, kuna Roho. Kuna Baba, kuna Mwana, kuna Roho. Baba ana Mwana, anaitwa Yesu Kristo. Lakini hao wote ni Mungu. Yaani kwa maana nyepesi kabisa, wala bila kupepesa macho, mtu akikuuliza Yesu ni nani? Yesu ni mwana wa Mungu na Yesu ni Mungu. Simple as that. Sasa wakati mwingine tunakuwa Yesu, kwamba ukisema Yesu ni Mungu, pengine unafikiri kwamba ni Mungu ni Baba. Yesu ni Mwana. Yesu ni Mwana. Kwa ndivyo ilivyo. Kwa hiyo anaposema mimi ni nuru, kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ni Mungu. Na kuna kitu ambacho nimejaribu nimekifikiria sana leo. Yaani hata ukisema wakati mwingine unakuwa unawaza kwamba hata kama Mungu ni nuru, alafu anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ina maana kwamba anaposema sisi ninyi ni nuru ya ulimwengu, ina maana kwa tafsiri, maana yake ni kwamba sisi ni miungu wa ulimwengu. Yaani unaweza kama kwa tafsiri inasema kwa tafsiri inasema nuru ni Mungu. Si ndio nimesema hivyo? Sasa ukisema kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu, maana yake bwana ninyi ni miungu ya ulimwengu. Au ninyi ni Mungu wa ulimwengu. Yaani kuna namna fulani nimekuwa nikitafakari wakati naandaa hili somo. Lakini niseme hivi, moja ya kitu ambacho Mungu amejifunua, na leo nafikiri inawezekana kwa wengine kawa ni mara ya kwanza kukisikia. Mungu anaposema mimi ni Mungu wa miungu. Mungu wa miungu anamaanisha miungu gani? Anaposema Mungu wa miungu, yaani tunaposema yeye ni Mungu wa miungu, si ndio tunasemaga Mungu ni Mungu wa miungu, na hata maandiko yamezungumza hivyo. Tukisoma kwenye kitabu cha Zaburi alikuwa anazungumza Daudi, anasema kwa kuwa Bwana ni Mungu mkuu, mfalme mkuu juu ya miungu yote. Mshukuruni. Kwenye kitabu cha Zaburi pia 136:2 anasema mshukuruni Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake za milele. Mungu wa miungu. Ina maana Mungu wa miungu anayezungumzia ni ipi? Miungu hii anayezungumzia ni ipi? Kumbukumbu la Torati 10:17 anasema kwa maana Bwana Mungu wenu, yeye ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, asiyependelea nyuso za watu. Anasema wala akubali rushwa. Hivi Mungu anaposema Mungu wa miungu, au tunaposoma maandiko tunakutana Mungu wa miungu, hiyo miungu ni miungu. Mshaifikiria miungu ni miungu gani? Mshawahi kufikiria ni miungu gani? Yesu wakati yuko ulimwenguni, kuna namna ambavyo alijifunua kama ni mwana wa Mungu. Wakakota mawe wa Wayahudi wakataka kumpiga mawe.
akawaambia kwenye kitabu fulani, kwenye kitabu cha Yohana 10:2, asema Yesu akawajibu, kazi njema nimewaonyesha zitokazo kwa Baba, kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga mawe? Asema Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi mawe. Asema bali kwa kukufuru, kwa sababu wewe ni mwanadamu wajifanya Mungu. Yesu akawajibu, haikuandikwa katika Torati yenu, mimi nimesema ndinyi miungu? Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno lake, asema na maandiko hayawezi kutanguka, kwenye mabano, aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno lake. Ila maana waliojiliwa na neno lake au waliomwamini Mungu ndio miungu katika ulimwengu huu. Sasa ukisema hivyo, watu wengi wanaweza sikuelewa, sema huyu jamaa anataka asema nini? Huyu anataka kufuru nini? Anataka kusema kitu gani? Sisi ni miungu. Sasa Mungu anaposema mimi anasema kwenye maandiko, anasema Mungu wa miungu, miungu ambayo anamaanisha ni katika ulimwengu huu, katika ulimwengu huu. Kwa hiyo nafasi ambayo tunapokuwa ndani ya, sisi ni wana wa Mungu, lakini katika ulimwengu huu tumepewa mamlaka ya kiungu. Maana Mungu anaposema Mungu wa miungu, unajua kuna namna fulani eti sisi ni miungu, yani unaona kama unataka kukufuru fulani, lakini kuna nafasi ambayo unaweza ukapewa ukaona kwamba ni lakini ile nuru kuwa ndani yako, ile Mungu kuwa na wewe, kuwa ndani yako, alafu wewe ukawa ni nuru ya ulimwengu, maana yake ni kwamba una sifa ile ya Mungu, kwa sababu anasema pia mtakuwa watakatifu kwa sababu mimi ni mtakatifu. Kuna namna ambavyo tumepewa status, kuna status ambayo tumepewa, kuna nafasi ambayo tumepewa, ambayo wakati mwingine tunaona kwamba ni sisi ni miungu kwa namna gani, kwa maana kwamba katika ulimwengu huu. Lakini pia tuelewe kwamba tunapoitwa wana wa Mungu kuna status ambayo tumepewa, kwa sababu Mungu hawezi kuwaita ninyi ni wana wa Mungu alafu msiwe na ile asili ya uungu au msiwe mnafanana naye. Yaani inakuwaje Mungu aite ninyi ni wana wa Mungu alafu kuna namna status ikawa tofauti kabisa? Haiwezekani. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni nini? Nachotaka kusema kwamba nuru, tukisema nuru katika mifano ya Biblia, nuru yenu iangaze, mimi ni nuru, maana ni kitu ambacho kinamrepresent Mungu mwenyewe, au kinamakisi Mungu mwenyewe. Na kwenye kitabu cha tuangalie, kuna kitu ambacho nataka tukiangalie hapa, kwamba sisi ni nuru, si ndio? Sisi ni nuru au Mungu ni nuru. Kwa nini tuna status ile ya kuwa nuru? Nilisema kuna kitu kimoja ambacho mafuta, nilikuwa nazungumza habari ya mafuta, kwamba ili nuru iangaze inahitaji kuna taa alafu kuna mafuta. Sasa mafuta ambayo yalikuwa yanazungumziwa katika kitabu kile cha wale wanawali ni kitu gani? Ni neno la Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu linapokaa ndani ya mtu ndio linafanya ile status au ile namna ya uungu ionekane, kwa sababu hauwezi ukawa kile kitu ambacho haujakijua. Kwa hiyo neno linapokaa ndani ya mtu ndio mafuta yamekaa ndani yako, alafu sasa wewe kama taa iliyo hai, kama taa inayotembea, ndio unaangaza namna alivyo Mungu. Kwa hiyo watu wakikuangalia wewe wanamuona Mungu ambaye yuko ndani yako katika namna ya neno, alafu kwa sababu wewe ni taa inayoangaza, ile taa inawaka, kwa maana kwamba watu wakikuangalia wanamuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kadiri ambavyo unaweka neno la Mungu ndani yako, unaweka au unavyomjua Mungu alivyo, unapoweka maneno ya Mungu ndani yako, ndivyo ambavyo wewe kama taa iliyo hai, maana kwamba nuru ambayo utaitoa ni kulingana na kile ambacho umekiweka katika neno yako, katika moyo wako. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo, kwamba wewe ni taa, sawa? Wewe ni taa. Wale wanawake wa 10 walikuwa na taa zao, tayari ni taa zilizo hai. Lakini kama hautakuwa hauna mafuta, hauwezi ukaangaza. Maana kwamba Mungu hawezi akaonekana. Watu hawezi kuiona nuru, hawezi kumuona Mungu wako
Unajua moja ya kitu cha ajabu sana tukiangalia katika vitabu vya Agano la Kale. Vitabu vya Agano la Kale kuna namna ambavyo Mungu alikuwa akimtumia mtendakazi wake au akimtumia mtumishi wake. Anayetukuzwa ni Mungu. Asikia, aimidiwe Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Aimidiwe Mungu wa Daniel. Aimidiwe Mungu wa watu wayaone matendo yenu mema. Watu wamuone Mungu wenu. Alafu wanamtukuza Mungu wenu. Kwa hiyo nuru, tunapozungumzia nuru ni watu wamuone Mungu kwako. Yaani nuru sio wakuone wewe. Wamuone Mungu wako. Wamuone Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie mambo ambayo au dalili ambazo zinaonesha kwamba nuru imefifia au nuru yako imefifia au imezima kwa kukosa mafuta. Kuna dalili ambazo ukiziona na sasa huyu nuru yake imefifia. Kuna namna ambavyo, jambo la kwanza, kutoa maneno ya kuogopa na kutukuza mambo ya giza. Wewe ni nuru, alafu unaanza kuogopa giza. Ukishaanza kuona kwamba unaogopa kwamba hapa itakuwa nimelogwa, hapa itakuwa wamenichezea mchezo, hapa itakuwa kuna mtu ameweka mkono wake, hapa itakuwa mababu zangu sio walifanya nini. Ukishaona hivyo, unajua tu kwamba kuna namna nuru yako imefifia, au kuna namna ambavyo imezima kabisa, kosa mafuta. Kwa sababu tunaamini kabisa kwamba ukiwa na neno la Mungu linakutia ujasiri. Neno la Mungu linakutia ujasiri. Zaburi 27:1, Daudi akasema, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome yangu na uzima wangu, nimhofu nani? Ile Bwana ni nuru yangu. Yaani ile kwamba ukiona mtu anazungumza maneno ya kuliogopa giza. Unajua bana, mtaa huu bana, watu wanawanga kweli kweli. Mtaa huu bana, watu mafundi kweli kweli. Yaani wanaweza hapa bana hatuwezi kufanya kazi ya injili hapa. Kuna mambo mengi ya giza kweli kweli. Hapa si nini. Ukishaona tu hivyo, ujue kwamba huyu mtu ni mmoja ya dalili ya kuonesha kwamba nuru yake imefifia au. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo. Ukiona kwamba wewe mwenyewe unaanza kuogopa wachawi, itafakari kwa habari ya Mungu uliye naye. Kwamba Mungu uliye naye ni nuru. Unajua lazima tufike pointi kwamba sisi kama waamini tumeenda sehemu ambapo pengine inasemekana kwamba kuna hayo mambo. Yaani wao wenyewe ndio wakimbia, kwa sababu ndio lazima sifa ya nuru. Yaani ndio wale wanakimbia wenyewe. Mtu mwenye mambo ya giza anakukimbia, anakuogopa. Yaani tayari unakuwa kama mtu mwenye mamlaka kwake. Akikuona anakuogopa. Unajua hapa huyu mtu unajua hata Yesu mwenyewe alikuwa akitokea tu, wasema alikuwa mapepo alikuwa anasema umekuja kutuangamiza wakati saa yetu bado. Yaani wakati mwingine walikuwa wanamuomba, au mapepo yanalipuka. Nini? Kwa sababu yeye ni nuru. Kwa hiyo tuelewe kwamba sisi kama nuru, maana yake kwamba giza haliwezi kabisa, haiwezi kutushinda. Haiwezi kutushinda. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine pia ambalo linaweza kuwa ni dalili ya kwamba nuru imefifia au imezima kwa kukosa mafuta, ni ile namna ambavyo Mungu wako haonekani. Yaani wewe upo mahali lakini watu hawamtambui Mungu wako. Yaani kuna namna ambavyo Mungu wako hatambuliki. Yaani Mungu unayemwamini, Mungu unayemtegemea hatambuliki. Yaani wewe na wengine wote sawa. Yaani hakuna utofauti. Ukiona hivyo kwamba niko sehemu, alafu unajua mimi nasema hivi, yaani hata ujificheje kama una Mungu, hata ujificheje kama Mungu wako, yaani Mungu, mahusiano yako na Mungu yako active, yaani hata ujificheje watu watajua sasa huyu mpendwa, huyu wanataka mlokole, si ndio? Huyu mlokole. Yaani hata ujificheje, hata usiseme. Unajua mimi kuna wakati mwingine unaweza kaenda sehemu wala hata usiseme kwamba mimi si Mkristo au si nini, au wala hata usiseme. Lakini watu watajua sasa, huyu staya na wewe dada hivi, huyu Mungu anaendelea na Mungu.
Kwa ile kwamba watu hawatambui kwamba wewe ni wa Mungu. Katika hata tu majirani pale mtaani kwenu pale unapokaa, hata jirani yako hawatambui. Jua tayari wewe nuru yako hii. Kwa sababu watu watakiwa wa recognize kwamba huyu mtu ni mtu wa Mungu. Siku moja nakumbuka niliendaga duka moja hivi. Walikuwa ilikuwa ni mtaani. Nimeenda kununua kitu alafu nikaondoka, sikuwa nimechukua change. Sasa wakati narudi nikamkuta yule dada ambaye alikuwa amenihudumia, alikuwa na bosi wake. Nikamwambia bana, nimekuja hapa nimechukua change yangu au kunipa na nimeondoka. Sasa yule dada akaanza kuleta ubishi. Mbona nilikupa? Yule bosi wake akasema, alikuwa anasema vile kwa kumuogopa bosi wake. Akasema, huyu bana huyu mrudishie change yake. Huyu bana ni mtu wa Mungu, hawezi kudhulumu. Nikashtuka sababu sijawahi yaani nikashtuka katika namna, afu nikao kama nikajisikia kama nimesisimka hivi. Kwa hiyo nataka niseme hivi, watu wasipomuona Mungu au wasiposema wewe ni mtu wa Mungu, maana kwamba wewe ni moja dalili kwamba nuru yako haiangazi, kwa sababu Mungu nimesema nina nuru, si ndio Kwa hiyo ndivyo ambavyo ukiona watu wanakuona kwamba huyu ni mtu wa Mungu, huyu ni mtumishi wa Mungu, maana yake ni kwamba nuru yako au Mungu wako anajidhihirisha. Na hiyo haina haja ya matangazo. Niseme ukweli, yani hiyo haina haja ya matangazo. The way unavyoenda tu Mungu, yani the way unavyoenenda watajua kabisa huyu ni mtumishi wa Mungu. Kwenye kitabu cha Mathayo 5:16 nasema vivyo hivyo nuru yenu iangaze mbele ya watu wapate yaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu mbinguni. Nuru yenu iangaze, Mungu ambaye mnamtumikia, maana kwamba ajulikane. Kwa sababu watamtukuzaje Baba yenu aliye mbinguni kama hawajajua kabisa huyu ni Mungu? Kwa sababu anasema watu yaone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Ina maana watakachokiona wanatakiwa wamuone Mungu, wamuone Baba yenu katika namna ya mwenendo wenu. Alafu wamtukuze huyo Baba yenu, kwa sababu hawezi kuona matendo yako wewe, namna unavyofanya usafi, namna unavyopika, alafu akamtukuza Baba yenu aliye mbinguni. Sio rahisi. Yaani lazima kuna namna kile unachokifanya kiwe na connection na Mungu wako. Yaani kile unachokifanya kinatakiwa kiwe connection na, yaani hiyo haihitaji kumtaja. Unajua anasema hivi kwamba bana mimi unajua mimi ndio mpendwa, nimeokoka, mimi sijui nafanya hivi kanisani, sijui mimi ni mchungaji, wakati mwingine kujitambulisha. Yaani unajua anasemaga hivi hata kwenye kujitambulisha pia msio wepesi sana kuanza kusema mimi nafasi zenu. Mimi wakati mwingine mtu anakuja hapa pekine anaanza kukutajia vyeo vyake. Unajua mimi bana kule na kuabudu mimi sijui ni nani mzee wa kanisa au mimi sijui nani. Sasa unaanza kwa nini sasa unaanza kujitetea na mambo yote haya? Yaani anaanza introduction tu ile, anaanza kujitaja nafasi zake. Yaani hayo mambo yote hayahitajiki. Wala usiende kazini ukaanza kujitambulisha baba mimi naitwa mchungaji fulani au si mimi nani. Hayo mambo hayatakiwi kabisa. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, watu wamuone Mungu wako katika namna ambavyo alafu wamtukuza Mungu, sio wewe tena. Kwa hiyo anaposema wote mtukuze Baba yenu aliye mbinguni, lazima wamuone Baba yenu kupitia matendo yenu, kupitia namna mnavyoenenda. Itaonekana kabisa kwamba huyu namna anavyoenenda sio yeye, ni kwa sababu ya Mungu wake. Kwa sababu ya Mungu wake. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo. Yaani kama watu hawamtukuzi, yaani hawamzungumzi Mungu wako, kwa maana ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, huyu ni mtu wa Mungu. Yaani kama kuna vitu ambavyo uvioni, yaani kuna namna fulani watu hawakuheshimu kwa sababu wanajua wewe ni mtumishi wa Mungu. Kuna namna nuru Mungu wako bado hajadhihirisha katika namna ya kuenenda kwako. Sasa sisemi kwamba ujioneshe, yaani hiyo ni kitu ambacho ni au ufanye hivi ionekane, hamna. Yaani ni nature, lifestyle tu. Kuna namna ambavyo ukienenda, kuna namna ambavyo mitazamo yako, kuna namna ambavyo itajulikana tu kwamba huyu mtu ni mtu wa Mungu. Na ndio Mungu anaonekana na watu watamtukuza Mungu. Kwa kweli Mungu ana watu. Huyu mtu jinsi anavyoenenda, ninapenda lifestyle yake, napenda jinsi ambavyo ndivyo ambavyo ilivyo. Sasa somo hili kwa kweli ni fupi, lakini ninachotaka ni nini? Kwa nini Mungu ametaka tujifunze somo hili? Kwa nini Mungu ametaka tujifunze somo hili? Kwa nini Mungu ametaka tuelewe hii kitu cha nuru? Cha kwanza,
Mungu anatusisitiza ili tusiogope giza. Tusiogope mambo ya gizani. Tusiogope mambo ya giza. Unajua katika ulimwengu tuliopo huu, mtu anaweza akafika point kwa sababu tu pengine ya changamoto anazopitia, au kuna namna fulani ambavyo amesikia mawazo fulani, anahisi kwa sababu vile anavyopitia hapa kuna mambo, kuna vitu vya giza vinaendelea. Kuna mambo ya giza yanaendelea. Yaani ile kwamba umehofia tu giza, mpaka tayari ujue kwamba wewe taa yako imefifia. Kwa sababu tunaposikia neno la Mungu linatakiwa litupe ujasiri kwamba sisi ni nuru, wala giza haiwezi yaani neno la Mungu linatakiwa litupe ujasiri. Yaani mimi nasema hivi, hata kama kuna mtu ambaye anaonekana sasa kwamba kwenye mtaa au kwenye kijiji au kwenye nini, huyu jamaa anaonekana ni, yaani anaonekana huyu jamaa huyu au mzee au ni mama au nani, anaonekana huyu ndio anapenda mambo ya ushirikina, au ndio mambo ya kishirikina, mambo ya giza ndio nyumbani kwake. Yaani utakiwa umhofie kabisa. Na iseme hivi, watu wa namna hiyo ukiwa hauogopi au waofi, wala unawasalibia vizuri, wala wanaweza kawa na huyu jamaa huyu vipi anajiamini nini? Ndivyo ambavyo inatakiwa. Yaani tusiogope kabisa kitu kinachoitwa giza, nguvu za giza. Kwa sababu tukisema nguvu za giza nini, au tukizungumza giza nini? Giza katika namna nyingine ni namna ya Ibilisi. Tukisema giza ni njia ya Ibilisi, au ni mahali popote ambapo Mungu hayupo. Mahali popote Mungu ambapo hayupo, maana yake pana giza. Maana yake kwamba nuru kama haipo, pana giza. Yaani giza ni mahali ambapo popote ambapo Mungu hayupo, hapo lazima patakuwa na giza. Ni sasa pasipokuwa na taa, popote ambapo hapana taa, maana yake patakuwa na giza. Maana yake ambapo hapana Mungu, lazima patakuwa na giza. Kwa hiyo tunapozungumzia giza ni pale ambapo watu hawamjui Mungu, watu hawajamuona Mungu, maana yake pana giza. Kwa hiyo usiogope sana. Ukienda sehemu kwamba watu hawamjui Mungu, watu hawajamfahamu Mungu, na wewe pia ukawa unaogopa, unajua bana hapa watu hawamjui Mungu. Kwa hiyo unakuwa muoga pengine kuenenda katika ile namna ambayo Mungu anakutaka uenende. Unataka kufanana nao. Unajua kuna namna ambavyo unaweza kuingia kwenye company, unataka kufanana nao. Kwa nini? Kwa sababu pengine watajisikia vibaya hawa. Watajisikia vibaya. Yaani unapokuwa muamini, popote ulipo, nenda sawa sawa na vile ambavyo inakupasa kuenenda. Ndivyo ambavyo nuru yako inaweza ikaangaza. Kwa hiyo msisitizo wa somo hili, tusiogope mambo ya giza, tusiogope watu wasiomjua Mungu, tusiwaogope watu wasiomjua Mungu, tusiogope hata mambo ya gizani, mambo ya kishirikina, mambo ya yote ambayo yanaendana, tusiogope. Kwa nini? Kwa sababu mimi ni nuru. Na ninapotokea giza linasepa, linakimbia, linaondoka. Usipokuwa na usipowaza hivyo, yani kuna wakati tu utaambiwa kwamba bana, unajua kuna mchungaji hapa alilogwa hapa. Kuna mchungaji, kuna semina ilikuja hapa yani ukishasikia hivyo, ukasikia ukaamini, tayari umeruhusu. Kama mimi mtumishi wa Mungu, haje si mtu kunipa si mkono alafu ni nini? Mimi nimekuwa nuru au nimekuwa, yani lazima tutengeneze, yani ukikaa ifikirie nuru jinsi ilivyo na uwezo kwamba giza linaweza likaishinda ile nuru, kwamba nuru ikitokea giza litakuwa likimbie. Sasa mtu akiniambia kwamba kuna mtu alikuja akamshika mpendwa hapa katika huu mji usiwape watu mikono sana, alimshika sijui akafanya hivi akafa, hiyo nuru au ni nini? Haiwezekani. Yaani kwenye akili yako lazima iwe haiwezekani mtu kuni. Na kingine cha mwisho ambacho cha muhimu pia, kwa nini somo hili, ni tuelewe kwamba sisi ni kielelezo cha alivyo Mungu. Yaani ndivyo ambavyo ilivyo, kwamba tuelewe kwamba sisi ni kielelezo cha alivyo Mungu. Timotheo wa kwanza 4:12, mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi, katika mwenendo, katika upendo na imani na usafi. Kama Mungu sema sisi ni nuru ya ulimwengu, ina maana sisi tuna Mungu watu wakituangalia tunatakiwa tuwe ni kielelezo cha alivyo Mungu. Yaani hiyo inatakiwa ikae makusudi kabisa ndani yetu, kwamba hata kuna vitu ambavyo tunataka tukivifanya tuone kabisa kwamba hivi mimi ni taa iliyo hai.
Neno la Mungu liko ndani yangu. Natakiwa niangaze vile alivyo Mungu. Natakiwa ninapoangaza Mungu aonekane. Sasa yani lazima uone kabisa kwamba ni makusudi kabisa kila unataka kukifanya. Uone kwamba mimi ninatakiwa niwe ni kielezo cha alivyo Mungu. Cha alivyo Mungu. Watu wamuone Mungu kupitia vile ambavyo ninaamua. Vile ambavyo ninasema. Sema katika usemi, mwenendo, katika upendo, imani na usafi. Bwana Yesu asifiwe. Somo hili linaonekana kama ni kitu ambacho tunakifahamu, tunakijua. Lakini Mungu, tunaposema sisi ni wana wa nuru, maana yake sisi ni wana wa Mungu. Nuru ni Mungu mwenyewe. Na Mungu anapoonekana ndio nuru yetu imeangaza. Usije ukafikiri kwamba kipaji chako kinapoonekana ndio nuru yako, kwamba ukitenda vitu vizuri ndio nuru yako imeangaza. Yaani watu lazima waconnect kile wanachokifanya na Mungu wako. Yaani Mungu anapoonekana wakasema hakika huyu ni mtumishi wa Mungu. Hakika ametenda hivi kwa sababu ya Mungu aliye ndani yake. Yaani ndio Mungu ameonekana. Kwa hiyo nuru kuangaza ni Mungu kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usije ukaambiwa raise shine wakati mwingine ukafikiri kwamba kushine kule ambako unazungumziwa ni katika namna ya pengine uwezo, kipawa chako nini. Yaani niseme hivi, Mungu anaweza akadhihirika kupitia kile ambacho aidha kipawa chako, aidha uwezo aliyokupa yeye, unaweza ukamdhihirisha kupitia hivyo. Kwa hiyo anapoonekana kwamba hiki kitu hichi ni kwa sababu ya Mungu aliyeko ndani yake, ndo namna ambavyo nuru inaangaza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nuru, usije ukafikiri kwamba nuru yetu ni moja. Nuru yetu ni Mungu. Yaani Yesu Kristo anavyoangaza, Mungu anapoangaza, nuru yetu ndio ile kwamba tukimwangalia Yesu Kristo tumemwona Baba alivyo. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ni Mungu. Lakini pia sisi tumesema kwamba katika kwamba anaposema Mungu wa miungu, maana yake miungu iliyoko duniani ni wale ambao wamwaminio. Na Yesu mwenyewe alivyotaka kumpiga mawe anasema kwamba ali waprove kwamba Torati imewaita wale waliolipokea neno lake kwamba ninyi ndio miungu. Kwa hiyo ndivyo ambavyo ilivyo. Tusijione sisi ni wadhaifu. Tuiangalie ile nguvu ya nuru jinsi ilivyo. Alafu tujiweke sisi kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu. Kwamba Mungu, watu wanaponiangalia mimi wanatakiwa muone Mungu. Wanatakiwa muone Mungu kwa sababu Mungu ni nuru na mimi niko katika yeye. Basi Mungu atubariki sana na atuwezeshe sana, hasa tunapotembea katika maisha yetu, katika safari yetu, ili kwamba tumdhihirishe yeye na watu wamuone yeye, kwa sababu wakimwona yeye ndivyo ambavyo wanaweza wakabadilishwa na yeye. Sisi hatuna utukufu wengine wote. Mtu akiona kipawa chako, akiona uwezo wako, anaweza akaishia kukusifia, anaweza akaishia kuona unaweza. Lakini mtu akikutana na Mungu wako lazima abadilishwe. Lazima abadilishwe. Mtu akimwona Mungu uliye naye, lazima huyo mtu abadilishwe. Lazima amtukuze yeye, amtukuze Mungu. Na tufurahi pale ambapo watu watasema hakika huyu ni mtumishi wa Mungu. Yaani usifurahi kwamba jamaa anapiga gitaa, jamaa anapiga nini. Yaani mwisho wa yote iishie tu kwamba kwa kweli huyu ni mtumishi wa Mungu. Yaani watu watuhesabu hivi ya kwamba sisi ni watumishi wa Mungu. Yaani hiyo ni kitu cha, yaani watu wakitambua kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu, hiyo kitu unatakiwa mtu, kwa sababu aliyefanya hivyo ni Mungu mwenyewe. Aliyekutambulisha hivyo ni Mungu mwenyewe. Kuna wakati mwingine tunatamani tu nafasi kwamba natamani niwe najulikana kwa hiki, natamani niwe mwimbaji mkubwa, natamani niwe mhubiri mkubwa, natamani niwe mpiga muziki mkubwa. Yaani hivyo vitu havina maana. Lakini ni muhimu sana, hata kama ukiwa unapiga muziki, unaimba, unafanya nini, watu wajue hakika huyu ni mtumishi wa Mungu. Ofisini pia fanya kazi yako vizuri, sio lazima ukahubirie watu sio nini. Lakini watu watajua sasa huyu ni mtumishi wa Mungu. Yaani katika yote watu wajue kabisa huyu Mungu anakaa ndani yake. Yaani watu wajue hii namna ya kwenda hii kwa sababu ya Mungu. Yaani mwisho wa siku watu waseme watu wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni.
Mungu, ninakutukuza kwa sababu ya neno lako hili. Tunakushukuru kwa sababu nuru ile ambayo ilikuja ulimwenguni ndiyo inang'aa ndani yetu. Tena umetufanya kuwa nuru ya ulimwengu. Hakika Mungu, sisi ni nuru ya ulimwengu. Ninakushukuru Bwana kwa sababu ya nafasi ambayo umetupa. Naomba Bwana kwa ajili ya kusanyiko hili, kila mmoja wetu kaendelee kutushape, kaendelee kujaza maneno yako ya uzima ndani yetu, ili tuzidi kuangaza, ili Mungu apate kukuona wengi wewe. Tunapoangaza watu wapate kuendelea kukuona wewe Bwana. Jaza maneno ya uzima zaidi ndani yetu, ili taa zetu zikapate kuangaza zaidi, na watu wakuone wewe na wakutukuza wewe Mfalme, kwamba sisi tupungue, sifa zetu zisionekane, bali tukapate kuonekana kwamba sisi ni wana wako, sisi ni watumishi wako, sisi ni watenda kazi wako. Na hiki ndicho ambacho Mungu tunakitafuta katika siku ya leo Bwana. Tuwezeshe kwa neno lako Mfalme. Katika jina la Yesu nimeomba. Amen.